Na mtazamaji, karibu moja kwa moja tuanze kikao chetu hapa maskani, ambapo leo nafurahi kwamba tumeweza kupata ndugu zangu ambao wameweza kuitikia mwito ili tuangalie, tupige darubini, tuangalie tathmini ya mambo yalivyokuwa katika uchaguzi mdogo Al-Kalau. Ni kwamba je, kuna viashiria vyovyote vya kisiasa katika maeneo yale? Tuangalie pia vile vile tuweke katika mizani tume ile ya IEBC, na pia vile vile tuweke katika mizani maafisa ama asasi za usalama kwa ujumla, na pia tuweke katika mizani sisi wananchi ambao tulipiga kura katika maeneo yale, kama tulitekeleza majukumu yetu kisheria au vipi. Kwa hiyo katika siku ya leo tunaangalia kwa ujumla yale maswala ambayo yanajitokeza kutokana na ule uchaguzi ule. Naweza kumkaribisha afanya mambo Kinudhi ya wakili. Karibu sana katika studio zetu ndugu yangu. Na pia vile vile nimkaribishe mwanasanali mwenzangu ambaye pia vile vile ni mkurugenzi wa mawasiliano chama cha ODM Philip Itale. Karibu sana studioni. Na pia Bosco Mutegi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na kwa kweli najua kwamba mmeweza kwa karibu mkifuatilia kampeni zilivyokuwa, kampeni za kitofauti zaidi kuweza kushuhudiwa katika uchaguzi mdogo hadi siku ya uchaguzi ilivyokuwa na hadi matokeo kuweza kutolewa. Ushindi wa DCP umepokelewa kwa hisia tofauti. Tumeona watu wa DCP wenyewe wakiweza kuzungumzia na kuweza kupeana kongole kwa mgombea wao, na tumeona idadi kubwa ya viongozi wa UDA pia nao wakiweza kupongeza na kukubali matokeo. Fanya mambo Kinudhi umekuwa mwepesi sana wa kuzungumza kuhusiana na uchaguzi ule mdogo kabla ufanyike. Je, kilichofanyika jana ulikuwa umetarajia ama hata wewe uliona kitu tofauti? Asante sana. Kwamba nafurahi kwa sababu nimekaa katika studio hizi especially hapa Royal Media, na kila wakati nimepata fursa nimewaambia Wakenya kwamba sisi katika DCP tulikuwa tushinde kile kiti cha Al-Kalau. Tulikuwa tumeamua, tulikuwa tumeweka matumaini yetu pale, na tulikuwa tumeshasema kwamba hiki kiti hatuachili. Mimi nataka kusema shukrani kwa watu wa kule Al-Kalau kwa sababu tulikuwa na wao. Hii campaign tumeifanya. Vita tulivyopigwa kule ni sisi tunakumbuka. Nakumbuka siku ya Jumamosi nilikuwa pale wakati ule ambapo ile gari the trailer ya DCP ilipigwa na vijana na wahuni ambao walikuwa na bunduki. Tulipopigwa na tear gas, walipoleta breakdown wakasema kwamba gari yetu itafutwa kwa lazima. Na nakumbuka nikichukua live videos, nakumbuka tukipigana vita vile, nakumbuka tukisema mtatuua lakini hamtatudhalinisha. Na nafurahi kusema kwamba ushindani huu ni wa maana sana kwetu sisi katika DCP, na tunashukuru Mungu na tunashukuru watu wa Al-Kalau kwa sababu moja. Ningependa kuambia Wakenya kwamba William Ruto alituletea ile kitu kwa kimombo inaitwa A-game. Alikuja na zana zake zote za kivita. Alikuja na polisi 1000 tuliambiwa, lakini tukatambua kwamba walikuwa zaidi ya 1000. Kukakuwa na wale walikuwa masked men ambao walikuwa na Subaru, walikuwa na Prado, walikuwa na bunduki, walikuwa wameficha nyuso zao. Kukakuwa na 4 water cannons. Kukakuwa yani kule kunakaa kama military barracks. Fauka ya hayo wakatuletea goons, vijana ambao kuna waine kidogo walichapwa kidogo, lakini watu wakasema mwasiwaue hawa, waacha wawe funzo kwa wengine. Kwa hivyo tuliletewa aina everything ambayo William Ruto alikuwa nayo. Hakusaza chochote kupigana na DCP katika uchaguzi. Lakini kama polisi si kwa sababu ya usalama. Ukizungumza leta idadi ya mapolisi kwa sababu anataka uchaguzi wa maafisa wa usalama, maana yake sidhani kwamba ni yeye alitoa agizo. Nafikiri Inspector General wa polisi alikuwa ashaona ile kaeka iliyokuwepo katika kampeni na kuona kwamba kuna kila haja afanya mambo kuhakikisha kwamba anapeleka idadi kubwa ya maafisa wa polisi ndio kuwa na utulivu. Na kufikia jana kianzia asubuhi, viongozi wengi hata wa DCP wa UD walikuwa wanakubali kwamba hali ni tulivu na usalama umeweza. Naomba nikukosoe kidogo. Naomba nikuambie kwamba pale Al-Kalau hakukuwa na hali ya vita. Kumbuka kwamba sisi hatuongei kama watu ambao walikuwa Nairobi. Sisi tulikuwa katika kampeni zile Al-Kalau. Na ningependa kuambia watu kwamba Al-Kalau ulikuwa unamkuta huyu ambaye amevaa kofia ya manjano ya UDA na yule alivaa kofia ya kijani kibichi ya DCP. Ni mtu ambao mmoja ana mboga, wa pili humbebea zile mboga na kanta yake kupeleka Nairobi. Mmoja ana ng'ombe, wa pili ndio anampatia ndume yake ya akitaka saa zile inataka mbegu. Wale watu wanajuana, wale watu wanapendana. Ni mtu ambaye mmoja anaimba kwa kwaya, mwingine ni lay leader katika kanisa.
those people hakuna mtu ambaye alikuwa stranger kwa mwingine. Kwa hivyo mnaposema kulikuwa na mshike ama kulikuwa na fujo pale, haikuwa ukweli, kwa sababu vita vyote vilivyotokea pale ni vita ambavyo tuliletewa. Watu wa Olkalau walipigwa na watu ambao walikuwa wametoka nje ya Olkalau, lakini pale wewe unapoenda kumpiga jirani unaambua mtoto wa mama Kamau unamuuliza nini? Kwa sababu wanajuana wote. Olkalau, mimi ningependa kuambia IG, next time unataka kutuma askari 1000, peleka kule Sifuna anapigwa na guns huko Kisumu. Ukitaka askari mahali 1000 tukwambie mahali utatuma, tafuta mahali ambapo watu wanapigwa Nyandarua, peleka. Keumbu, guns walikuwa wanapiga magari ya Linda Mwananchi na mawe. Sisi tulikuwa tunapigwa pale Wetima kanisa. Chukua askari 1000, peleka kule. Lakini Olkalau kulikuwa na hali ya amani. Wale walikuwa wameletwa kufanya voter suppression. Lakini tushukuria, kabla nimlete, naona Bosco anataka sana kuchangia. Kabla nimlete, nitakuza swali moja. Laiti serikali hii isingepeleka wale maafisa wa polisi, laiti isingepeleka, iamini kwamba kuna usalama, alafu patokee chochote, tungekuja tena hapa studioni tukailaumu serikali kwamba ilishindwa kutekeleza wajibu wake kwa kuhakikishia wananchi usalama. Ikipeleka usalama inakuwa kibarua cha kwamba sehemu yetu ina amani, haihitaji usalama. Kwa hiyo inakuwa ni kitendawili. Ukitazama foleni zilizokuwa pale, uliona shida yote kati ya wananchi? Wale waliochapwa ni vijana ambao walikiri kwamba wametolewa Kiambu na walisema aliyewatoa Kiambu. Hakuna mtu wa Olkalau aliyepigana na mwingine wa Olkalau, na katu hawakupigana. Mahali palitokea fujo kidogo ni vipahali ambapo vijana wa Olkalau walipowaambia polisi, tutaangalia hata mabagi zenyu. Kwa mara ya kwanza tangu tupate independence, niliona wananchi wanafanya search kwa polisi. Wanaambia polisi, fungua mkoba, tunataka kuona umebeba nini. Hakuna gari inaingia kwa polling station. Kwa hivyo hakuna mtu wa Olkalau aliyepigana na mwingine wa Olkalau, na tunaomba tuonyeshwe video hata moja. Kama kuna mtu alipigwa, ni vikaragosi vilivyotoka hatujui wapi vimeletwa. Ni watu waliokuja kutoa amani ya Olkalau. Watu wa Olkalau wako na amani. Tulipokuwa tukikampaign, tulikuwa tunavaa kofia zetu za manjano, za green, za kijani kibichi. Wanavaa zao, wanakaa pale, wanakula nyama hapo, sisi tunakula chakula chetu hapa. Wakati mwingine wanatuitishia soda, tunaitishia. Tunacheza-chezeana hivyo, lakini tulikuwa na amani. Shida yoyote ambayo imetokea Olkalau imeletwa aidha na serikali ama watu walioletwa. Bosco Mutegi. Ndio. Naona alikuwa nusura umkatize, lakini nikaona ukanyamaza. Lakini pia naweza kuzungumza kwa sababu anazungumza mazito, anasema kwamba kama pamekuwa na visa vyovyote vya utovu wa usalama, kwa mujibu wa fanya mambo, ima vimechangiwa na wanasiasa wa upande wa ule mgombea mwingine ama asasi za kiserikali. Lakini kiupande wake, kwa upande wa DCP, hali ilikuwa shwari na alikuwa wananadi kiongozi wao kwa amani na utulivu. Shukran sana Rashid kwa mwaliko huu, na ni vizuri umetupa nafasi hii kuzungumza ya mambo ya Olkalau. Mwanzo nataka kupa kongole watu wa Olkalau kwa kupiga kura kwa amani. Hiyo ndio demokrasia. They exercise their democratic right kwa njia ya amani bila vurugu, na wakapata kiongozi wao ambaye tunampa kongole. Anaitwa Douglas Ngodho. Tunampa kongole, na Sami Ngodho, Sami Ngodho tunampa kongole, na pia kongole kwa IEBC kwa kufanya ile by election kwa njia ambayo ni amani, na kuonesha kwamba hata tukielekea pale 2027 wanaweza. So wamerudisha ile confidence ya kuoneshana wanaweza kufanya uchaguzi bila fujo. La mwisho pia tupongeze polisi kwa sababu ya kushika doria. Hata kama ni kazi yao, ni vizuri wamefanya ile kazi kwa njia inayofaa, na ndio maana kura zikapigwa, mshindi akakuwa pronounced na akakuwa bila vita yoyote. Pia huyu Mushina ambaye ni candidate wa UDA, tunampongeza pia kwa kuweza kuconcede. Kama ange concede kwa njia ile, labda kungekuwa na vurugu na mambo kama yale. So niseme kwamba demokrasia ya Kenya imepiga hatua katika uchaguzi wa Olkalau. Niseme hivyo kwa sababu kama tumeashiria taswira tuliyoiona pale katika Olkalau, tukaona kura zimepigwa bila fujo, bila maneno haya yote, na inaoneshana dhahiri kwamba tukielekea katika 2027 mambo kama yatakuwa yalivyo, itakuwa njia njema na Kenya iweze kupigana tena. Mambo ambayo mafanya mambo amezungumzia kuhusu vita kidogo kidogo iliyotokea hapa na pale, kwangu kwa mwonekano wangu naona
kwa any by election, in fact tulikuwa kwa any by election kunakuwa na ile suppression of votes, watu kupigana na mambo kama yale. So kwa wakati huu haikuwa ile nyingi sana. So tunasema tunashukuru IEBC kwa mpangilio mzuri waliokuwa nao tukielekea mbele. Lakini niseme pia kwamba mambo yamezungumziwa mengi kuhusu uchaguzi. Kama UDA kwa mfano, kuna zile lessons you pick from such a by election. So kila chama wakati kunakuwa na uchaguzi, ukishindwa una pick lessons, unajipanga hapo mbele ndio uweze kujipanga katika uchaguzi ujao. Labda masomo ambayo serikali imesoma ni mambo ya communicate vyema zaidi, communication iwe njema zaidi, ku reach out the grassroots, the people, kuongea na wao vizuri, na serikali ina nafasi nzuri tunapoelekea katika 2027 serikali iweze kutimiza mambo ambayo iliwaahidia watu 2022. Tukielekea mbele, serikali ina nafasi nzuri ya kubadilisha ile taswira iliyo kwa sasa hapo kwa mwaka 2027 kwa sababu na mwaka mzima. Na boss, kwa nini cha kujifunza, na nitakuja hapo, maana yake tutazungumza kwa kina. Nimefurahi pagusia, tukirudi katika baada ya kuweza kutathmini ya juu ambapo pengine Philip atoe maoni yake, alafu baadaye tutaenda kuangalia baadhi ya vitu ambavyo kila upande umeweza kuchukua katika. Lakini Philip Etale, tuje tu katika mtazamo wako, umeona uchaguzi mdogo umeweza kufanyika, kipi ambacho umekichukua kama funzo, ama ni taswira gani imejitokeza katika namna kampeni zilivyofanyika, uchaguzi ulivyoendeshwa hadi matokeo kutangazwa? Asante sana Rashid. Nashukuru kwa mwaliko wako katika studio na vile katika kujibu swali lako. Naam. Mwanzo ningependa kuwahongera wapigaji kura wa Ol Kalou kwa kupiga kura kwa njia ambayo ilikuwa nzuri. Hakukuwa na visa vyovyote ambavyo vilikuwa vya kuleta utata. Walipanga foleni kuanzia asubuhi saa 12 hadi saa 11 vituo vilivyofungwa na kumchagua kiongozi wao. Ningependa kumhongera rafiki yangu Sami Waweru kwa kuweza kushinda. Manake uchaguzi katika demokrasia lazima pawe na mshindi na mwenye kushindwa. Sami Waweru ameshinda. Ndugu yangu Mushina ameweza kushindwa na akakubali kwamba ameshindwa. Na jambo ambalo nimeweza kujifunza kutokana na uchaguzi mdogo huu wa Ol Kalou ni kwamba subra na kuweza kukubali matokeo ya uchaguzi ni jambo zuri. Aliyekuwa kwanza kukubali kwamba ameshindwa ni Bwana Mushina na chama cha UDA, wakakubali kwamba tumepoteza kabla zianze kuhesabiwa. Naam. Hiyo ni ishara kwamba swali nalo hilo watu walijiuliza kwa nini wanatangaza hata kabla ndo vituo vyaanza. Hiyo ni ishara tosha kwamba demokrasia imekomaa katika taifa la Kenya. Naam. Lakini jambo ambalo ningependa kugusia ni kwamba ni vizuri sana au ni rahisi sana kwa upinzani kufurahia na kusherekea ushindi kama ndugu yangu Fanya Mambo anavyofanya hivi. Lahau UDA candidate pale Bwana Mushina angeshinda, I'm very sure hawangekubali ushindi huo. Just like hawajakubali hadi kwa sasa ushindi wa kule Mbeere, hawajakubali ushindi wa Emurua Dikir, hawajakubali ushindi wa Malava na sehemu nyingine Isiolo South na sehemu nyingine ambazo kumekuwepo na uchaguzi mdogo. Kwa hivyo hili ni funzo pia kwa wale walio katika upinzani kwamba ni vema kukubali ile haki ambayo wapigaji kura wengine wameweza kuitimiza na kutekeleza wakati wanapopiga kura yao. Sio kwamba wewe tu peke yake ndio uwe mshindi, pia yule mwingine yaweza kushinda. Kwa hivyo hilo ni funzo ambalo tumepata na mimi mwenyewe nimeweza kujifunza. Manake nimekuwa na wanasiasa kwa muda mrefu sasa, miaka kama 16 hivi katika mambo haya ya siasa. Na nimeweza kujifunza pale Ol Kalou kwamba kunaweza kuwa na mshindi na kila mmoja akubali kwamba huyu ni mshindi. Nataka ushikilie hapo Philip, sasa kabla tuende mapumziko, lakini kuna swali umeuliza, nitamuuliza kwa ndio au la. Wakili Fanya Mambo Kinuithi, laiti matokeo yangeonyesha kwamba yule mgombeaji wa UDA Bwana Samuel Nyaga ndiye anaongoza,
Mngekubali matokeo hayo? La hasha. Nasema angekataa, wasingekubali matokeo hayo. Laiti Samuel Nyaga ndiye angekuwa ameteuliwa mshindi, mngekataa kabisa? Tungekataa. Hata ningependa kukueleza kitu kimoja. Ufafanue kwa kirefu. Ashaanza wakili kueleza, lakini anaweka wazi kwamba kivyo vyote vile alikuwa anatarajia ushindi wa Sami Waweru, na kama ingekuwa ni Samuel Nyaga, anasema kinaga ubaga wangekataa. Kwa nini? Tarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.